Karibu, hii ni Tanganyika TV na Tanganyika FM. Jina langu ni Erasto Mashauri. Karibu kwenye habari kubwa za ulimwengu leo kutokea hapa nchini DRC kuhusu mzozo unaoendelea huko mashariki mwa nchi ya DRC kati ya vikosi vya serikali na makundi ya waasi, hasa kundi la M23. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Katika mkutano na waandishi wa habari siku ya Alhamisi Aprili 17, mshauri mkuu wa Donald Trump kwa Afrika ametoa taarifa kuhusu ziara yake ya hivi majuzi katika bara hilo ambayo ilimpeleka hadi DRC, Rwanda, Uganda pamoja na Kenya. Akiwa na Corina Sanders, naibu katibu msaidizi wa mambo ya nje wa masuala ya Afrika, Masadi Bouras amechukua fursa hiyo kutoa wito wa kuondolewa kwa wanajeshi wa Rwanda katika eneo la Kongo, kukemea uungaji mkono wa kijeshi wa Kigali kwa M23 na kudhibitisha uwepo kwa majadiliano kuhusu makubaliano ya uchimbaji madini kati ya Kinshasa na Washington. Kufuatia ziara ya Masadi Bouras katika eneo la Maziwa Makuu iliyompeleka DRC, Rwanda, Uganda na Kenya kati ya Aprili 2 na Aprili 9, msimamo wa Marekani kuhusu mzozo unaowatenganisha wa Kongo wa Mashariki bado haujabadilika. M23 lazima waweke silaha chini na majeshi ya Rwanda lazima yaondoke katika ardhi ya Kongo. Huu ni msimamo wetu, ni wazi kabisa. Tumeeleza wazi na tutaendelea katika mwelekeo huu, alisema mjumbe wa Marekani kwa Afrika wakati wa mkutano na waandishi wa habari, ambapo hakumung'unya maneno yake siku ya Alhamisi Aprili 17. Akitoa wito kwa Kigali kusitisha uungwaji mkono wote wa kijeshi kwa M23. Pia anasema anaamini katika suluhu la mgogoro hivi karibuni. Amesema nina hakika kwamba pande zinazohusika zitatafuta njia za kufikia suluhu haraka. Wakati msomo huu wa utawala wa Trump si wa kimapinduzi hadi sasa kama unavyoendana na ule utawala wa Biden, Masadi Bouras katika upande mwingine amedhihirisha jambo jipya kwa kufichua nia ya Washington ya kuimarisha ushirikiano wake wa kiuchumi na Kinshasa, haswa kupitia kusainiwa kwa makubaliano ya madini ambayo yanajadiliwa hivi sasa. Lengo kupanua uwepo wa sekta binafsi ya Marekani katika Afrika kwa upande mmoja na kuvutia kampuni zinazofafanuliwa kama za kiraia zinazoheshimu sheria za kijamii, mazingira na kifedha za kampuni zingine. Lengo ni kuwezesha uwekezaji wa kibinafsi huku ikitoa msaada wa kina. Marekani ina majukwaa kadhaa kama vile DFC, benki ya Exim na taasisi zingine tayari kusaidia sekta ya kibinafsi barani, ameeleza mjumbe wa Donald Trump, ambaye pia amebainisha kuwa makubaliano mengine ya aina hiyo yanatarajiwa katika kanda hiyo. Haya ni makubaliano yenye kubwa kwa pande mbili. Inahusu kuleta na kufuata viwango thamani iliyoongezwa kwa DRC, ameongeza Masadi Bouras, ambapo Marekani pia inataka kusaidia maendeleo ya miundombinu nchini, mitambo ya kuzalisha umeme na njia za reli miongoni mwa mengine, ukanda wa Lobito ukibaki kuwa kipaumbele. Katika mkakati huu ambapo shinikizo la kidiplomasia na matoleo ya kiuchumi yanaingiliana, Washington hata hivyo haiachi siasa. Tuko kwenye mazungumzo na pande zote. Tumefurahia pia mazungumzo kati ya utawala wa Rais Tshisekedi na M23. Ni jambo la manufaa sana, hatimaye ametangaza Masadi Bouras, ambaye amekaribisha kuondoka kwa M23 kutoka Walikale Center kama ishara ya kwanza ya kujiridhisha katika mzozo huo. Katika taarifa nyingine, watu takribani 50 wamepoteza maisha yao na wengine mamia hawajapatikana baada ya boti waliokuwa wanasafiria kuzama kwenye ziwa Kongo baada ya kushika moto kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti za awali zinasema ajali hii imetokea siku ya Jumanne usiku baada ya boti hiyo iliyotengenezwa kwa mbao na iliyokuwa na abiria karibu 400 kuzama karibu na mji wa Mbandaka. Maafisa wanasema kuwa abiria waliokuwa wamepanda boti hiyo walikuwa wametoka katika mji wa bandari wa Matankum kwenda wilayani Boromba wakati ajali hiyo ilipotokea.
Msako wa abiria wengine unaendelea baada ya manusura wengine karibu 100 kuokolewa wakiwa hai na kupelekwa hospitali baada ya kujeruhiwa kwa moto. Moto ndani ya boti hiyo ulisababishwa na kitendo cha mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni abiria kuamua kupika ndani ya boti hiyo, huku baadhi ya abiria wakiwemo watoto na wanawake wakitumbukia majini na kupoteza maisha kwa kushindwa kuogelea. Ajali za majini nchini DRC zimeshuhudiwa kwa wingi katika siku za hivi karibuni, na hii ni kutokana na hali mbaya ya boti za kusafiria ambazo hupakia abiria kupita kiasi. Katika taarifa nyingine, Wanyarwanda waliotaka kuvuruga walizimwa kwa kipigo kikali Businga. Katika hali ya kutisha lakini ya kishujaa, leo hii huko Businga, kijiji kilicho karibu na ukanda wa mpakani, kundi la Wanyarwanda waliotaka kuleta chokochoko dhidi ya wazalendo wa Kongo walizimwa vikali kwa kipigo cha nguvu kilichowaacha hoi na kuwafanya warejee kwao wakitetemeka. Kwa mujibu wa mashuhuda, Wanyarwanda hao walikuwa wakijaribu kutumia mbinu zile zile za enzi za Ekomoge, zile za kuvamia na kuchokoza raia kwa madhumuni ya kupenyeza ushawishi wa kigeni. Walijaribu kuanzisha vurugu katika maeneo ya Kahungwe, Lugeje na Busumu, lakini vijana wa Kongo waliokuwa macho na wenye uzalendo waliwakaribisha na dawa moja kwa moja. Kama ilivyokuwa zama za kweli za mapambano ya uhuru, wakati ambapo mgeni akiletwa katika ardhi ya Kongo kwa nia mbaya, hupelekwa moja kwa moja kambini kwa usahihi. Vijana wa kizazi hiki waliendeleza roho hiyo hiyo. Kama unakuja kutuchokoza, tunakushushia kipigo na si maneno. Leo hii wazalendo wameonyesha kuwa hawatakuwa watazamaji tena. Mpaka ni mpaka, na hakuna atakayeleta chokochoko bila kuonja hasila za vizazi vya Kongo. Katika hatua nyingine, Rais Felix Tshisekedi amependekeza jiji la Kinshasa kuwa makao makuu ya biashara huru Afrika. Katika kikao cha 16 cha baraza la mawaziri la ZLECAF kilichofanyika mjini Kinshasa, Rais Felix Tshisekedi alitoa pendekezo rasmi la kufanya jiji hilo kuwa makao makuu ya taasisi mpya za eneo huru la biashara la Afrika ZLECAF. Kinshasa ni njia panda ya asili ya ushirikiano wa kiuchumi wa Afrika, alisisitiza, akionyesha dhamira ya DRC kwa kitovu cha ushirikiano wa kiuchumi wa barani Afrika. Rais Tshisekedi alibainisha kuwa Afrika iko katika mabadiliko ya kihistoria yanayosukumwa na vijana wake, rasilimali asilia na uwezo mkubwa wa kiuchumi, akiongeza kuwa ZLECAF ni chombo muhimu cha kuunganisha mataifa ya Afrika kupitia soko la pamoja lenye nchi 54, likilenga uhuru wa bidhaa, huduma, mitaji na watu. Tangu mwaka 2019, Rais Tshisekedi amekuwa akisisitiza ushirikiano wa kiuchumi kupitia miungano kama SADC, ECAS na COMESA, akilenga kujenga minyororo ya thamani ya kikanda na kuendeleza ubadilishaji wa malighafi ndani ya nchi kwa manufaa ya ajira na ustawi wa bara. Rais huyo pia aliwahimiza viongozi wa Afrika kushirikisha sekta binafsi za wananchi katika utekelezaji wa ZLECAF kwa kuoanisha sera, kuimarisha miundombinu ya mipakani na kusaidia biashara ndogo ndogo na za kati kushindana katika soko la Afrika. Baraza hili liwe hatua thabiti ya Afrika mpya yenye nguvu, mshikamano na maendeleo ya pamoja, alihitimisha kwa msisitizo. Rais Felix Tshisekedi amewasili na ziara ya kiserikali akizindua miradi mikubwa ya maendeleo huko nchini DRC. Alhamisi ya Aprili 17, 2025, Rais huyo wa Kongo Felix Tshisekedi aliwasili rasmi katika mji wa Lubumbashi, mji mkuu wa jimbo la Haut-Katanga, kwa ziara ya kiserikali yenye malengo ya maendeleo na uwekezaji. Akipokelewa kwa shangwe na viongozi mbalimbali wakiwemo Governor Jacques Kiabula na mawaziri wa kitaifa walioko kwenye ziara mkoani humo, Rais Tshisekedi alielekea moja kwa moja katika uwanja wa ndege wa Ruano ambao waliweka jiwe la msingi la ujenzi wa uwanja mpya wa kisasa wa ndege mbele ya waziri wa uchukuzi Jean Pierre Bemba Gombo. Katika mwendelezo wa ziara yake, Rais Tshisekedi alizindua rasmi kituo kipya cha kisasa cha hospitali kinachoitwa Felix Antonio Tshisekedi wa CNSS,
ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuboresha huduma za afya kwa wananchi wa ukanda wa kusini mwa DRC. Aidha, Rais Tshisekedi alihudhuria kuzindua uzinduzi wa toleo la 9 la Beton Expo, maonesho ya kimataifa ya ujenzi ambayo mwaka huu yanafanyika Lubumbashi, yakihamasisha uwekezaji katika sekta ya miundombinu na ujenzi nchini. Ziara hii inatarajiwa kuongeza msukumo wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa mkoa wa Haut-Katanga na taifa kwa ujumla. Na huo ndio mwisho wa habari kuu za ulimwengu leo kutokea hapa Tanganyika TV. Jina langu ni Erasto Mashauri. Kwa habari zaidi, endelea kukaa karibu nasi kama Tanganyika TV na Tanganyika FM kwenye kurasa zetu za Facebook tupate kama Tanganyika TV, lakini pia kwenye YouTube tupate kama Tanganyika TV. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.